Kwa YouTube channel yetu Kilimo Hub Group ambayo inapatikana pia YouTube, lakini tunayo TikTok account pia inaitwa Kilimo Hub Group kwa wale wanaopenda kujifunza kupata maarifa kwenye kilimo, ufugaji lakini na uvuvi. Kwenye upande wa uvuvi tunatoa tu elimu kuhusiana na ufugaji bora wa samaki, kwa maana ufugaji kwa njia ya vizimba na ufugaji kwa njia ya mabwawa ambao ni ufugaji rahisi kwa kila mkulima au mfugaji anaweza kufanya. Lakini kwenye upande wa ufugaji tunatoa elimu pia na miongozo kuhusiana na ufugaji wa nyuki, ufugaji wa mifugo aina mbalimbali ikiwemo mbuzi, kuku, ng'ombe, sungura, nguruwe na mifugo mingine ifugwayo. Lakini kwenye upande wa kilimo cha mazao tunatoa elimu na miongozo kuhusiana na kilimo cha mazao ikiwemo mahindi, alizeti na mazao mengine ambayo yanalimwa, mazao ya mboga mboga na matunda na mazao mengine ya kimkakati ambayo yanahamasishwa na serikali. Tunapatikana mjini Sumbawanga, barabara ya Msakira, karibu na kituo cha kulelea watoto yatima. Ofisi yetu ndo iko pale. Utakapofika pale utapata huduma zifuatazo. Kwanza utapata taarifa ya hali ya hewa, lakini taarifa zenyewe za hali ya hewa zikiambatana na ushauri wa kitaalamu, hasa msimu unapoanza. Kwa kawaida mamlaka ya hali ya hewa huwa inatoa mwelekeo wa mvua. Kwa hiyo ukifika pale tutakusaidia namna ya kuzichakata zile taarifa za hali ya hewa na kukushauri ni mbegu gani uweze kupanda au ni nini ufanye kulingana na msimu jinsi unavyoenda. Lakini ukifika pale utapata pia miongozo ya uzalishaji wa mazao au ufugaji kama utahitaji kitabu au kama utahitaji soft copy pia zinakuwepo. Kwa leo naomba nizungumzie makosa ambayo yanaweza yakafanyika kwenye kilimo cha mahindi na kusababisha mazao yasifanye vizuri kama unavyoona huyu mkulima. Makosa aliyoyafanya tunaweza tukayazungumzia kidogo na kuona ni jinsi gani wakulima wanakosea au kuona umuhimu wa kutumia wataalamu wa kilimo wakati unapoanza project yoyote au mradi wowote wa kilimo au ufugaji. Ni muhimu kuanza na mtaalamu kwanza ili aweze kukushauri. Mkulima huyu cha kwanza alichokosea ni uchaguzi wa shamba. Shamba alipochagua hii sehemu inatuamisha maji. Ina maana ndo sababu amelima lakini kaweka mbolea. Lakini unaona mbolea haijafanya kazi yake kwa sababu hili shamba linatuamisha maji na hili shamba liko mbugani. Ina maana hilo ni kosa la kwanza alilolifanya kabla ya kuendelea na chochote. Hivyo angemshirikisha mtaalamu wa kilimo aje angalie lile shamba lenyewe. Hapa angeshauriwa kwamba hapa usilime kwa sababu kuna maji huwa yanatuama. Lakini hata angeuliza wenyeji pia wangempa majibu. Kwa nini mahindi yamekuwa hivi na ameweka mbolea? Mahindi yamekuwa hivi kwa sababu kuna kitu kwenye matumizi ya mbolea, kuna kitu tunaita leaching out. Leaching out maana yake mbolea ukiweka kwa sababu kuna maji, ina maana mbolea inaenda chini, inaenda mbali na mizizi ya zao husika. Na ndio sababu unaweza ukaona kwamba kaweka mbolea sawa, lakini matokeo hayajaonekana. Kwa mkulima wa kawaida anaweza akasingizia mbolea ni feki, kumbe yeye mwenyewe ndo alikosea mwanzoni. Lakini kitu kingine alichokosea, hakupalilia kwa muda. Kwa sababu usipopalilia kwa muda, hata ile rutuba, kwa sababu ardhi ina rutuba ya asili, hata ile rutuba ya asili haiwezi kutumika kwa sababu inakuwa imetumika na majani. Na maana hapa hakupalilia kwa muda. Kitu kingine ambacho alikosea ni kuchelewa kuweka mbolea ya kukuzia. Ina maana hapa aliweka tu mbolea ya kupandia, lakini mbolea ya kukuzia alitakiwa aweke siku 21 mara tu baada ya kuweka ile ya kupandia. Hivyo virutubisho vingesapotiana. Lakini kwa sababu mpaka sasa hivi hajaweka mbolea yoyote toka alipoweka dapu akiamini kwamba ameshamaliza. Na ile dapu inaonekana hakuweka ya kutosha, ndio maana unaona hii rangi. Huu ni ukosefu wa madini ya phosphorus.
mahindi yanapokuwa namna hii, ina maana hapa inamaanisha kwamba phosphorus hakuna. Lakini kubabuka babuka huku na penyewe kunaonyesha kwamba hii potassium pia haitoshi. Na hii kuelekea unjano huu inaonyesha kwamba huu njano huu unaonyesha kwamba nitrogen pia haitoshi. Ina maana hapa kwa kifupi kuna upungufu wa madini kuna upungufu wa mbolea. Na hii mbolea imezama chini kwa sababu ya maji. Maji yanapoenda chini yanaenda na mbolea. Hivyo mbolea inakuwa mbali na mizizi, kwa hiyo haiwezi kufikia mizizi ya mahindi haiwezi kufikia. Mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yetu, kwa wewe mkulima wa mahindi, mimi ninachokushauri kikubwa kabisa cha kuzingatia kwamba unapoanza mradi wowote au mradi wa mahindi, lazima uonane na mtaalamu wa kilimo. Mtaalamu wa kilimo atakushauri ni mbegu gani utapanda, na eneo lenyewe, je, linafaa kupanda mahindi? Kwa sababu kila zao lina maeneo yake. Lakini kikubwa zaidi atakushauri kupima afya ya udongo. Kupima afya ya udongo nimekuwa nikisisitiza kila mara. Ni kitu cha msingi sana, kwa sababu ukipima afya ya udongo utaambiwa ni kitu gani uongeze na kitu gani upunguze. Shamba lako lina virutubisho vipi na vipi havipo. Hiyo itakusaidia wewe kupunguza gharama ya uzalishaji, na hiyo inasaidia kuongeza uzalishaji kwa asilimia zaidi ya 60. Unapopima afya ya udongo, kwa mfano huyu mtu aliweka DAP. Tutolee mfano, umepima afya ya udongo kaambiwa madini yanayopatikana kwenye DAP kwa maana ya phosphorus yamo. Sasa hili shamba lina eka 20. Ina maana ukiweka DAP na wakati madini mle yamo, ina maana mifuko 20 kwa 80 ni sawa na 1,700,000. Hiyo 1,700,000 unakuwa umeshaipoteza. Wakati ungeweza kupeleka sehemu nyingine na ukafanya hiyo hela ikafanya kazi zingine. Lakini unaweza ukaweka mbolea ambayo haitakiwi. Kwa mfano umeambiwa kwamba katika shamba lako hili labda weka SCA au weka Yaravira Nectrable ili shamba lako liweze kwenda vizuri, au weka samadi, usiweke mbolea yoyote, au weka choka mazao. Sasa kwa sababu haujapima afya ya udongo na hujui nini cha kuweka, wewe unaweka tu taratibu wako uliozoea kwa hali ya kawaida. Hivyo kumbe unakuwa unachengana na ratiba yenyewe ya mbolea. Kumbe ukipima afya ya udongo watakwambia kabisa weka kitu fulani, weka hiki na hiki, weka hiki na hiki, ili uweze kupata mavuno yanayotakiwa. Lakini kitu kingine, ili uweze kuyapata vizuri mahindi, ni muhimu sana kupanda mbegu bora. Mbegu bora na zenyewe zinatofautiana, na ndio sababu ni muhimu sana kumtumia mtaalamu wa kilimo ili aweze kukuelekeza. Hii mbegu na zenyewe zinatofautiana kulingana na kilimo chako unazalisha mahindi kwa ajili ya nini. Kuna watu wanazalisha mahindi kwa ajili ya kuvuna mabichi ili apeleke sokoni achomwe. Kuna mwingine anazalisha mahindi kwa ajili ya kuja kuuza soko la mzani. Kuna mwingine anazalisha mahindi soko lake ni la kupima kwenye madebe. Na kuna mwingine anazalisha mahindi soko lake ni watu wa viwanda. Kwa hiyo katika mahitaji ndo yanadetermine ni mbegu gani upande. Sio tu kukurupuka kwenda kufata mbegu kwa sababu mwenzako ulimuona ilifanya vizuri mwaka jana na wewe mwaka huu unakurupuka kwenda kuchukua hiyo mbegu. Kumbe angalia wewe unazalisha mahindi kwa ajili ya nani? Unamuuzia nani? Walaji wako, wateja wako ndio watakwambia, watakushauri kwamba panda mbegu fulani, kwa sababu mbegu fulani ndo inayofaa aidha kuchoma au kupima kwa madebe au kupima kwa mzani au kuzalishia unga. Kwa hiyo hayo yote utayapata wapi? Hayo yote utayapata kwa kufanya utafiti wa masoko yako. Utafiti wa soko ni muhimu sana kwa sababu utapata hizi taarifa zote ambazo zinakusaidia wewe kufanya maamuzi ya kununua mbegu. Tunaweza tukaongea mambo mengi sana kuhusiana na kilimo cha mahindi.
Kwa Sumbawanga nafikiri ni mwaka jana ilikuwa ni mkoa wa pili kwa uzalishaji wa mahindi ikitanguliwa na mkoa wa Ruvuma kwa maana ya Songea. Lakini kwa mwaka huu mahindi yapo ya kutosha, na nafikiri Sumbawanga au mkoa wa Rukwa utakuwa wa kwanza kwenye uzalishaji wa mahindi kwa sababu watu wanajitahidi kufuata ushauri wa kitaalamu, na Kilimo Hub Group iko pamoja nao kwa ajili ya kuwaongoza ili waweze kuzalisha mazao yaliyo bora. Na tunawakaribisha sana NFRA na wawekezaji wengine wanaoweza wakanunua mahindi kutoka mikoani kwa sababu mahindi mwaka huu yapo ya kutosha. Kama nilivyosema awali, tunapatikana mjini Sumbawanga. Tunatoa ushauri wa kitaalamu kuhusiana na uzalishaji wa mazao mbalimbali, lakini miongozo kuhusiana na ufugaji wa mifugo mbalimbali, ufugaji wa samaki na ufugaji wa nyuki. Kwa kifupi, ukifika kwetu mambo yote ya kilimo, huduma zote za kilimo utapata, ikiwemo teknolojia rahisi au mashina rahisi ambazo mkulima mdogo anaweza kazimudu kwa maana ya bei. Lakini vile vile wawekezaji wanaokuja kuzalisha alizeti pia tunawakaribisha kwa sababu hali ya hewa inaruhusu na mashamba yapo. Karibuni sana. Unaweza ukatupigia simu namba 0622 98 58 81. Hii namba pia inapatikana WhatsApp kwa wale wanaotumia simu janja. Karibuni sana.